Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alipoona umati wa watu, aliwahurumia, kwa maana walikuwa wamefadhaika na wakusanya kama kondoo wasio na mchungaji. Hapo akawaambia wafuasi wake, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi ni wachache. Basi ombeeni Bwana wa mavuno apelekee wafanyakazi katika mavuno yake. Akawaita wafuasi wake 12, akawapa uwezo wa kuwafukuza pepo wachafu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wote. Majina ya hao mitume 12 ni haya: Yakobo mwana wa Zebedayo na nduguye Yohane, Filipo na Bartholomayo, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo mwana wa Alfayo na Tadei, Simon Mkananayo na Yuda Iskariot msaliti wake. Yesu akawatuma hao 12, akawaagiza, msiende kwa wapagani wala msiingie katika miji ya Wasamaria, ila mwende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Nendeni kutangaza mkisema, ufalme wa mbingu umekaribia. Waponyeni wagonjwa, wafufueni wafu, watakaseni wenye ukoma, wafukuzeni pepo wabaya. Mmepewa bure, toweni bure. Injili ya Bwana. Mungu ni mwema na kila wakati. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Ndugu wapendwa, tumeunganika katika nyumba yake Mungu Mwenyezi. Mwanzo tuweze kulimega neno na tuweze kufika kilele cha misa yetu takatifu tutakaposhirikishwa komunio takatifu baada ya kuadhimisha liturujia ya Ekaristi takatifu. Na baada ya kusomewa masomo yetu siku hii ya leo, tumeweza kukumbushwa kwamba hii ni Dominika ya 11 baada ya kanisa kutupa nafasi tulipoweza kusherehekea kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, alivyoahidia kwamba sitawaacha mayatima bali nitawatumieni msaidizi. Jumapili iliyofuatia kanisa iliweza kushangilia tulipoadhimisha sikukuu ya Pentekoste.
na tukafurahi sana kwa sababu kanisa lilipata joto mpya kwa ujio wake Roho Mtakatifu. Roho ambaye tuliambiwa kwamba atatuelekeza kuweza kuyaelewa yote ambayo Yesu Kristo alifunza alipokuwa duniani hapa, na kuendelea kutufunulia mambo mengi yatakayotusaidia kuelewa madhumuni yake Mungu Mwenyezi kutuma na kutuweka katika ulimwengu huu. Jumapili iliyofuata, Jumapili tuliadhimisha sikukuu ya Pentekoste, tuliadhimisha sikukuu ya Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na tukaweza kuelekezwa kutambua umoja uliopo katika Utatu Mtakatifu, licha ya kukiri ya kwamba Mungu Baba aliumba, Mungu Mwana alikomboa, na Mungu Roho Mtakatifu anazidi kutakatifuza na kutakasa chochote kile ambacho Mungu aliumba, hasa sisi wanadamu. Tuliona upendo ambao watoka kwa Baba na Mwana ukidhihirika wazi katika Roho Mtakatifu. Na Jumapili iliyopita tukawa na nafasi ya kutafakari sakramenti hii muhimu ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Chakula ambacho Yesu Kristo alituachia alipotuambia kwamba mwili wangu ni chakula kweli na damu yangu ni kinywaji kweli. Hivyo katika maumbo ya mkate na divai, Yesu anatulisha mwili wake na anatunywesha damu yake. Hiyo ndiyo inayotupa nguvu kama Wakristo, ili tupate siku zote kujichunguza kama twaishi na kudumu katika neema zake Mungu Mwenyezi. Na ndio basi leo ni siku muhimu sana tunapojiunga na ndugu zetu hawa ambao wameamua hawatabaki tena kwenye viti, wengine wanapojongea katika madhabahu yake Mungu Mwenyezi, waweze kuimarishwa na kupewa nguvu kupitia hicho chakula ambacho Yesu alituachia na kinywaji alichotuachia, na akasema kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, mimi hukaa ndani yake naye hukaa ndani yangu. Watapata fursa ya kuweza kushiriki meza hiyo ili wapate nguvu, pengine kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, kushiriki mwili wa Yesu na kupewa nafasi ya kuweza kumbeba huyo aliye mkombozi wetu, aliye kiongozi wetu, na aliye tutoa katika giza la dhambi ili tuweze kuzisuta dhambi katika maisha yetu na tuenende katika hali ya neema na baraka zake Mungu Mwenyezi. Leo tuna furaha isiyo na kifani tunapoona ndugu zetu wakipiga hatua
kusema kwamba yaliyopita si ndwele, wakati wa kuganga yajayo. Safari ambayo tumekumbushwa kwenye somo la kwanza, jinsi ambavyo wana wa Israeli walitolewa katika nchi ya utumwa, wakashuhudia miujiza iliyotendwa kule Misri. Na leo tuambiwa kwamba wana wa Israeli walifika jangwa la Sinai. Hata sisi tumekuja katika jangwa la Sinai kujitafuta katika haya maisha, ili tupate kujielewa kabla ya kuvuka na kwenda katika nchi ya ahadi. Ilibidi wana wa Israeli waweze kuweka mkataba na makubaliano na Mungu kule jangwani, vile ambavyo hata sisi tumeitwa ili tuje tusikilize hili neno na tuweze kujitafuta katika jangwa ya maisha imani. Tuko wapi? Yanawaambia kwamba kutoka Refidimu walishika njia, na walipofika kwenye jangwa la Sinai wakapiga kambi katika jangwa hilo. Iliwagharimu miaka 40 kule jangwani, wakiwa wamejaliwa amri ambazo zingeweza kuwasaidia kuendelea kuwajibika, kujitakasa na kuweza kufanywa kweli wana wale ambao Mwenyezi Mungu alitaka waweze kumshuhudia katika nchi ya ahadi. Ndipo ndugu zangu, twashuhudia kwamba kule mlimani Musa alipopanda ili apate kwenda kwa Mungu, nyumba ya Mungu ni mlima ambao tunakuja ili tuweze kukutana na Mungu. Na tuko hapa katika mlima wa Mungu, kumaanisha kwamba maneno ambayo Musa aliweza kuambiwa, hata sisi tunaambiwa siku hii, ya kwamba haya ndiyo maneno utakayosema na nyumba ya Yakobo na kuambia wana wa Israeli. Mmeona wenyewe jinsi nilivyowatenda wa Misri, jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mabwawa ya tai nikawafikisha kwangu. Mwenyezi Mungu hatazami pengine hali yetu, atuchukua tulivyo na kutuweka katika bwawa zake, kwa sababu yuataka kutuvusha. Ni mengi ambayo tuna kumbukumbu yake kuhusu maisha yetu sisi wanadamu, na pengine tukaulizwa, nani anayedhani ya kwamba anastahili mbele zake Mungu Mwenyezi? Na ni anatuambia kwamba mkinitii na kulishika agano langu, mtakuwa kabila langu miongoni mwa mataifa yote, kwa maana dunia nzima ni mali yangu. Kwangu mimi ninyi mtakuwa ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Ni tamaa ya namna gani ambayo inawekwa ndani yetu tunapoyasikia maneno kama haya, mkinitii na kushika amri zangu. Anatuahidi ya kwamba tutakuwa kabila lake, kumaanisha kwamba ndugu zangu, hatutatawaliwa na ukabila ambao hauendi mahala popote, bali tutatawaliwa na upendo ambao ndiyo kabila na lugha ambayo Mwenyezi Mungu anaizungumza. Ndio leo basi tuna mashahidi wa dada zetu
kaka zetu ambao wameamua ya kwamba wataweza kupata msukumo katika upendo huo ambao ni lugha ambayo Mungu anaielewa zaidi. Maana tunapoelezea na kusema kwamba Mungu ni upendo huu ambao umewasukuma kaka zetu, dada zetu, ili waweze kufika hapa na kuamsha hiyo tamaa ndani yetu, tupate kuelewa kwamba ni katika kuzishika amri zake, kuzitimiza, wewe na mimi siku moja tutapata nafasi ya kushiriki katika upendo kamili kwenye maisha ya uzima wa milele. Sisi wote ni wapitaji katika hii dunia. Sisi wote ni wasafiri na tumo katika gari hili ambalo linapaswa kuendelea kuwashawasha ndani yetu huu upendo wa kweli ambao tuliweza kuona na kushuhudia Mungu akiwapigania wana wa Israeli kuwatoa kule Misri ili apate kuongoza taratibu hadi waweze kufika kwenye nchi ya ahadi. It's not going to be easy, neither is it easy on our side. It wasn't easy for them, it will not be easy for us. The only thing that God wants from each one of us is to have faith, nothing else. Imani peke yake. Na tunapokuwa na imani na Mungu ni kumaanisha kwamba tumejipanga. Na kule kujipanga ni kumaanisha pia ya kwamba tutakuwa watiifu katika zile ahadi tulizomtolea Mwenyezi Mungu. Ndipo tunafaulishwa katika haya maisha tunapoambiwa kwamba kwangu mimi ninyi mtakuwa ufalme wa makuhani, na mnapokuwa ufalme wa makuhani mtakuwa taifa takatifu. Twakumbushwa katika sakramenti ubatizo, tuliposhirikishwa kazi tatu zake Yesu Kristo, na kati ya hizo kazi tatu zake Yesu Kristo ni kuambiwa kwamba tulifanywa kuwa makuhani. So all of us participate in the priesthood of our Lord Jesus Christ by the mere fact that all of us actually baptized. Ulipobatizwa ulifanywa kuwa kuhani. So we share the common priesthood of our Lord Jesus Christ. Na tunaposhirikishwa ukuhani wake Yesu Kristo, kazi ya kuhani ni kufanya nini? Ni kutoa dhabihu, kuwashirikisha watu hayo ambayo Mungu ametuwezesha. Hatukustahili. Na somo la pili limetukumbusha sana ya kwamba hatustahili, maana tulikuwa wenye dhambi. Hakusukumwa kwenye mtu wa msalaba kwa sababu ya jambo lingine, bali alienda kwenye mtu wa msalaba ili tuweze kutambua upendo wa Mungu unaweza ukafika wapi. Nani hapa amesulubiwa? God is good and all the time. Nani hapa amesulubiwa kwa ajili ya familia yake? Nani amesulubiwa kwa ajili ya wafanyakazi wenzake? Nani amesulubiwa kwa sababu ya nchi hii? Hakuna. Lakini tuone ya kwamba Yesu ambaye hata leo amewatazama watu na kuona ya kwamba ni kama kondoo wasio na mchungaji. Na swali nyeti ambalo sisi siku ya leo tunapaswa kujiuliza, sisi anapotazama atuona kama wachungaji wa namna gani? Kondoo tumepewa zile ambazo tunapaswa kuendelea kulisha. Tunapaswa kuendelea kuzielekeza kwake Mungu Mwenyezi, maana huyu mchungaji Yesu Kristo ambaye tunaambiwa na maandiko ya kwamba yeye ndiye mchungaji mwema, ndiye anatuita ili na sisi tuweze kuwa wachungaji. Mwanzo tuweze kuchunga maisha yetu, tuweze kujitenganisha na dhambi na mambo mengine ambayo hayaambatani na nia na mapenzi yake Mungu Mwenyezi. Niwakuta basi, ndugu zangu, jukumu lipo
ili tuweze kushuhudia Mungu katika zile kazi ambazo tunazifanya kila wakati. Alipotazama aliwahurumia. Ni jukumu lako na langu sisi ambao tunasema ni wafuasi wake Yesu Kristo, tuweze kuonyesha hiyo huruma kama vile ambavyo Yesu Kristo alionyesha huruma kwa wale aliowatazama kama kondoo wasio na mchungaji. Having a compassionate heart, showing compassion to our brothers and sisters. They may not deserve it, but it is our prerogative and our duty to show that compassion whether a person deserves or not. He never selected. He looked at them and showed compassion. Hivyo na sisi ambao tunasema kwamba tu wafuasi wake Yesu Kristo, ndugu zangu, tuna jukumu. Ndio tuambiwa kwamba that at a formal wedding kama tu hii ndio ambayo inafanyika hapa, an usher usually asks, friend of the bride or the groom, wewe uko upande wa bibi ama uko upande wa bwana? Kihudhuria harusi yoyote, ukisema upande wa bwana, unapangwa kulingana na mahali ambapo mzee ametoka. Ukisema upande wa bibi, unaelekezwa mahali ambapo naye bibi ametoka. Sasa palikuja msichana mmoja akaulizwa, friend of the bride or the groom, na akasema both. Akaambiwa, hapa mimi hakuna mahali nilionyeshwa kwamba unaweza kuwa neutral. Hata unaweza kuwa upande wa mzee na upande wa mama at the same time. You have to make a decision. Unataka kuwa wewe ni upande gani? Kwa sababu hapa hakuna mahali ambapo kuna neutral. Ilibidi amue ni upande gani. Hata sisi ambao tumefika siku hii ya leo tunaulizwa, which side do we belong? Is it the groom or the bride? Because we have to make a choice. Jesus doesn't want anybody who remains neutral in this faith. We have to make and commit ourselves to this faith. Tunapoamua kwamba hii ndiyo njia ambayo tunataka kuifuata, hivyo ndivyo tunavyokumbushwa ya kwamba uamuzi wako ni upi siku hii ya leo? Uamuzi wangu ni upi siku hii ya leo? Tuko upande gani? Either tu upande wa Mungu ama tuweze kuwa upande wa nani? Wa yule mwingine. Ule mwingine. Na unapokuwa upande wa yule mwingine, tunajua madhara yake. Tunapokuwa upande wake Mungu Mwenyezi, tunajua faida yake. Kwa sababu hapa ni kujishikamanisha na yeye ambaye, ndugu zangu, alijituma na alijitoa, na leo tunaona ya kwamba anawapa wanafunzi wake mamlaka na nguvu ya kuweza kuponya watu magonjwa na maradhi mbalimbali, kuweza kufufua wafu, kuweza kutoa pepo katika maisha ya watu. Na hizi ndizo pepo ambazo hata sisi siku ya leo, hata kama hatutasikia zikisema kwamba tunajua wewe unani, mwana wa Mungu aliye hai. Zaweza kosa kuzungumza, lakini tunaweza jua hizi pepo ambazo hata sisi zinatusumbua katika haya maisha. Kwa sababu zaweza kuwa zinakusumbua, ndipo umekosa kufanya uamuzi, ndoa yako itabarikiwa lini? Ndio umekosa kufanya uamuzi, utabatizwa lini? Ndio umekosa kufanya uamuzi, utaanza kujiunga na wengine katika ushirika huo wa kushiriki komunio takatifu lini? Kwa sababu kuna kitu kinachotusumbua na tunahitaji kukitoa katika maisha yetu. God is good and all the time. Kama kuna kitu kizuri ni siku kama ya leo, wakati ambapo unaona watu wakitembea kwa madaha, maringo,
Nilikuwa nauliza Father, hii misa inaanza saa ngapi? Ananiambia wacha tuangoje kidogo. Kaambia lakini ilikuwa saa 3. Kasema unajua hauwezi ukajua na siku kama ya leo. Ndoa si moja, ni 10 na. Nimejaribu kuhesabu. Nimesema kwamba nimejaribu kuhesabu. Mimi sijui kama nimekosea namba, nimeona ni kama 19. Ni 19. Hebu wanaharusi, biharusi peke yao wasimame kwa sababu tunajua kwa viremba. Biharusi wasimame. Naomba mtu anihesabie kwa haraka tu, tuone kama ni wewe unaolewa, sio kama ni wewe unasimamia yule ambaye anaolewa. Mimi nimedhani nimeona 19 hapo hivi. 19. Ketini chini. Kwa hivyo sikukosea kile ambacho niliona. Unajua kuna jambo la maana sana katika nambari 19. Nambari 19 ni nambari ambayo tunasema hauwezi ukaigawa na nambari nyingine. Inajipenda sana. Ni moja tu na 19. So it becomes indivisible number. The marriage also becomes indissoluble baada ya kubadilishana makubaliano yenu hapa. Nambari yenyewe itaendelea kuwauza kwa sababu hata hiyo nambari ilikataa ya kwamba mimi sitashirikisha mwingine kunigawa. Semeni hata nyinyi hivyo, ya kwamba hatutawashirikisha wengine kutugawa. Kama nambari 19 hauwezi ukagawa na nambari nyingine, ninyi ni yakina nani muweze kukubalia wengine waje waweze kuwagawanyisha? Kwa hivyo ambavyo nambari yenu imezungumzia nambari 19, tusikubali mwingine aweze kuja katikati yetu na Mungu. Na ndio tunasema kwamba ndoa ni watu watatu. Watu watatu. Na ndio hata ukiangalia nambari ambao, na unajua moja hata ukigawa na 1000 bado itaendelea kubaki 1000. Moja ugawe kwa 19 ugawie mtu mmoja bado ataendelea kula 19. Hamjambo? Kwa hivyo tunaona ni 1 na 10 na ngapi? Na 19. Na ukiziangalia unaona kuna moja, ile 1 na ile 9. Ndio tunaingiza Mungu, tunamleta Mungu katika hii ndoa ama hizi ndoa zenu. Na tunapoingiza Mungu katika hii ndoa, hivyo anapotuambia kwamba mkinitii na kuzishika sheria zangu, nitawafanya kuwa ukoo wa ukuhani. Na ndio tumefanywa kuwa ukoo wa ukuhani kupitia hiyo sakramenti ambayo ndugu zangu mnaipokea siku hii ya leo. Na ndio ukiangalia hata neno lenyewe ndoa nzuri sana, limekamilika. Ni herufi ngapi? Herufi 4. N, D, A, O. Ondoa N kwenye neno ndoa, inabaki nini? Doa. Unaanza kuona makosa ya mwenzako ambaye leo umemleta hapa. Unaanza kuweka dosari katika ile ndoa. Na unapoanza kuweka dosari katika hiyo ndoa, ni kumaanisha kwamba lile neno unaendelea ukitoa ama ukipunguza herufi ambazo zipo. Nimesema toa N, unabaki na doa. Ondoa N na D. Kinachokuambia baada ya kuona doa ambayo iko katika ndoa yako, unatoa N na D, unaambiwa mawazo na kukujia na kuambia oa. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekubali kupunguza herufi ambazo zinaunda hili neno ndoa. Na kuna vile ambavyo unaweza ukaandika hilo neno kwa njia nyingine tofauti. Ni hivyo ilivyo. Baada ya kupunguza, bado umepunguza N, D na O. Tunasema tulijua hawaendi mbali.
tulijua. Kwa hivyo msituache na mshangao. Acheni watu na mshangao wa kusema kwamba licha ya kwamba hatukudhani mtasimama, lakini mulisimama katika utii na kuweza kutimiza zile amri ambazo zinaambatana na sheria ya ndoa. Kwa hivyo mnapopeana makubaliano yenu hapa, kumbukeni ya kwamba no one is qualified. No one deserves the step that you are taking, but you should also accept the challenges that are there in marriage. Hakuna ndoa ambayo imeshuka kutoka mbinguni. Ndoa ni hizi tu tunakutana nazo hapa. Na ndiyo hata juzi mlisikia Masadukayo wakisema kwamba yule mwanamke ambaye aliolewa na ndugu 7 katika ufufuko atakuwa ni mke wa 8. Wote watakuwa mapadri na watawa. Hiyo ndio jibu alipewa, ya kwamba kule hakuna kuoa. Sasa sisi tulianza mazoezi mapema ili tusisumbue Mungu kule. Tulianza mapema kwa sababu kule tumeambiwa kwamba katika maisha yajayo hakutakuwa na kuoa wala kufanya nini. Lakini nyinyi mnaoana, msianze mazoezi kana kwamba mmekuwa mapadri kwa nyumba. Tuleteni watoto tubatize. Hizo vitanda 2 mnaweka kwa bedroom, toeni, bakisheni moja. Kwa sababu mumeamua ya kuwa tunataka kuendeleza kazi ya Mungu ya kuumba na kuleta viumbe ambavyo vinafanana na nani? Na sisi mapadri tuweze kufanya majukumu yetu ya kuweza kuwaleta hawa watoto na kuwashikanisha na Mungu, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu, kuwabatiza ili waweze kuingia katika jumuiya ya ukuhani wa Yesu Kristo. Tuweze kuendeleza miito mbalimbali katika kanisa na kuweza kukuza miito hiyo, kwa sababu hilo ndilo jukumu ambalo Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia. Na ndio leo ninawaambia, tafadhali, kila siku mnakunywa prisoner moja tu. By the way, how do we spell prisoner? P-L-I-S-N. Hizi ni vitu zimeandikwa kwenye ukuta za maduka, sijui mnaogopa nini. Hebu spell prisoner, wale ambao wanafunga ndoa leo. Sauti tafadhali. Hapa, unajua hapa ndio tumeambiwa tutoe unafiki wote. Tujitoe wazi, tusaidiwe kama tunataka kusaidiwa. Kama hatutaki basi tutabaki tu vile. Lakini wacha niwaambie, kinyago lazima kitatoka wakati mmoja. P-I-L-S-N-E-R. Nimesema you be taking one prisoner every day. I'm not promoting alcohol, no, but I'm promoting prisoner. Kwa sababu inamaanisha nini? People in love should not entertain rumors. Hiyo ndio nimwambia mkakunywe. But people in love should not entertain rumors. Wachana na ujinga wa watu ambao wanakuambia kwamba ulikosea kwa yule ulichagua. Ni ulichagua, sio wao, ni wewe. Kwa hivyo mtu ambaye anakuambia kwamba ulichagua mtu ambaye na miguu imefanana, sema hiyo ndio roho yangu na barafu ya moyo wangu. Kwambie ni chaguo langu, sio lako. Wewe chagua wa kwako, mimi tayari niliona wangu. And I'm telling you that people in love should not entertain rumors. Remove rumors in your family and even in your marriage, and you're going to succeed in this life. Because we want to see this marriage taking you to heaven. Kama ndoa yenu haitawafikisha mbinguni, hameni mapema. Na mtuambia ya kwamba, Father, ulisema ni 19, wacha zibaki 2. Sisi tutaendelea na misa, kwa sababu tunajua kwamba hawa ni wale ambao wameamua haya ndio maisha ambayo tutafuatana nayo. Tutaishi, tutavumiliana na tutasaidiana mpaka mwisho. That is why
even today tunatumia maneno mawili, bride and the bridegroom. What is the common denominator? Wale ambao tulifanya hesabu, kama hukufanya nyamaza, tutakufunza. Tunasema what is the common denominator between the bride and the bridegroom? Bride is common in both. Kwa hivyo tunabaki na nini? Na the groom. Very good. What is the meaning of grooming somebody? Mtengeneze aweze kuwa kitu ambacho ulikuwa unaangalia katika huyo mama ambao umemleta awe mke wako. Tengeneza huyo mwanaume uweze kupata mume ambaye ulikuwa unamtafuta. Umeleta mwanaume leo, lakini unatafuta nani? Mume. Mtengeneze awe huyo mume, because that is exactly what Jesus is doing in our gospel today. He's not calling the qualified, but he's calling them for a mission so that he can qualify in fulfilling that mission. The mission of marriage. It's you to fulfill it. When you continue grooming each other every other day, mtazame umuone ya kwamba leo ni mzuri sana kushinda jana. Usimkubali atoke na t-shirt kimeandikwa UDA kwa nyumba. Usimkubalie. Usikubali atoke na t-shirt imeandikwa DCP. Yeye wacha akasambaze mema ya kile ambacho kinatoka ndani ya roho. Hivi vyama mmeona vile ambavyo hata vinatusaliti. Tunawachagua, wakifika kule bunge wananunuliwa na mtu anahama. Badala ya kutetea, anatetea yake. Simuache tutetee hadhi ya Yesu katika maisha yetu, ambayo tunajua kwamba hakuna wakati wowote ambapo atatuacha. And that is the shepherd that who understands the responsibility of every shepherd here in this world. Mimi sisemi vyama ni vibaya, lakini nasema kwamba priority number 1 ni nani? Ni Yesu. Na ndio kabla nimalizie, naomba wanandoa wasimame tena. Wanandoa wale ambao wanafunga tu ndoa, mume na mke, na mshikanishe vidole vyenu hivyo hiyo katikati, rudi ndani, ilalie nyingine, ilalie hivyo. Hiyo katikati, kidole hiyo katikati ilalie vizuri, na usikime ilalie vizuri, ni kama mbao zimetoshanishwa. Umesikia hivyo? Sasa mkiwa hapo, hii kidole kubwa achilia, na hizo zingine ziendelee kushikilia. Rudisha. Hiyo inayofuata achilia, rudisha. Ile kidogo achilia, rudisha. Sasa achilieni hizo za pete. Ukiweza, haujafanya ile kazi nimekuambia ufanye. Ukiweza kutenganisha, ninajua kwamba haujafanya ile ambayo nimekuambia. Mumeweza? Kama kidole inakataa, nyinyi ni akina nani mjitenganishe baada ya hii ndoa kubarikiwa? Sasa lazima kila mtu achunge ndoa yake, na usikubali kujenga nyumba yako kama ya kwingine. Hebu ketini. Yule mama ambaye alikuwa amebebwa na mume wake kwa gari, na walikuwa wamebarikiwa, sio gari ambayo ilikuwa mpya sana, lakini kila wakati anapopitana na gari ambazo zinaendeshwa na wengine na ni nzuri zaidi, anasema tazama wanaume vile ambavyo wananunua magari ya nguvu nguvu. Na mume anaona kake ni kakufinyana kwa barabara, kametoa moshi. Mama anaendelea, anaona nyumba zimejengwa na watu, anasema gai, angalia vile ambavyo wanaume wanajenga nyumba za maana. Akikumbuka mahali ambapo ametoka, huyu mzee hakuwa akiongea. Mama akaendelea kutoa litania ya mambo ambayo wanaume wamefanya. Bahati mbaya ama nzuri, akasema na hii gari hatuna maji, si tununue angalau tuende tukikunywa maji. Mzee hakupingana, lakini amenyamaza tu. Akaegesha gari mahali ambapo kulikuwa na maduka, akamwambia nenda ukanunue. Alipoona bibi ameingia kwa duka, mzee akagurumisha gari na akaondoka. Mama akitoka haoni gari, akampigia simu akimuuliza, kwani umeenda wapi na nimekuacha hapa nje?
kamwambia, bebwa na hawa wanaume ambao umekuwa ukiniimbia kwa barabara, angalia zile gari ambazo zimenunuliwa na wanaume. Hapo ndio mama alijua kufunga mdomo. Hata wewe funga yako na ukuze kwako. Funga mdomo, kuza kwa nani? Kuza kwako. Hata kama ni wewe mzee, funga mdomo, kuza ndoa yako. Na unapokuza hiyo ndoa, nina uhakika mbinguni tutakutana. Sisi wengine ambao tulikuja kujiunga na hawa, tumesikia yale majukumu ambayo tunatwikwa hapa, kuendeleza lile ambalo Mungu ameweka na amemimina katika maisha yetu. Ndugu zangu, let us not live a life of pretense, because pretense will not take us anywhere. If anything, it will become a stumbling block for you and for me to enter heaven. Mungu ametuita na amefungua ukurasa mpya kwetu sisi, ili tunapowajibika katika kazi ya uchungaji. Hawa waliotumwa waliambiwa kwamba mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Mavuno yapo, lakini watendakazi wako wapi? Ni wachache. Hivyo ombeni Bwana wa mavuno ili aweze kuwapeleka watendakazi katika shamba lake, kumaanisha kwamba we must be people of prayer. We must be people of prayer. Tusisukumwe kwenda kuomba, kwa sababu tusipoombea miito hata katika kanisa letu, ndugu zangu, hii mito itaisha. Itaisha. Tumesikia vile ambavyo Mtakatifu Padre Pio alivyosema that prayer is the oxygen of the soul. Prayer. Na ukisikia mtakatifu kama huyu anaposema kwamba sala ndiyo hewa ile ambao tunapumua katika roho zetu. Kwa hiyo mtu ambaye haombi ni mtu ambaye hapumui na asaidii roho yake kuweza kupumua ile hewa safi ya kuweza kutushikanisha naye Mungu Mwenyezi. Tunapata pengine mito ambayo haikustahili kuingia ndani ya kanisa, kwa sababu wewe na mimi tumelegea katika sala. Lakini kwa TV kama sasa, niliona ujumbe mwingine ambao ulikuwa unaonyesha mzee ameambia bibi yake, inaonekana kuna siku ambazo hautakuwa ukiniona, maana World Cup imeanza. Na mipira ambayo tunaitazama inaanza saa 5 na ingine inaanza saa 7 na kuna hata ya saa 9. Kwa hivyo ukiona nimeondoka na sijarudi, jua niko kwa mpira. Ni wangapi wanaolala ndani ya kanisa ama Adoration Chapel wako hapa wakisali, na ni wangapi ambao wanakaa nyuma ya televisheni kutazama tu mpira na hakuna kitu kingine mtu anafanya? Sala tunatelekeza. Eti World Cup imefika. Niliwaambia mzee mmoja mwaka wa 1994 wakati ambapo Waitaliano walikuwa wameingia fainali, alikuwa akitazama mpira na akaona bao nzuri sana imefungwa, akaruka juu kushangilia timu yake, hakurudi. Alisinikiza roho. Akirudi kwa kiti alirudisha mwili ambao tunaambiwa siku ya Jumatano ya Majivu ya kwamba mwanadamu, kumbuka ulitoka mavumbini na mavumbini utarudi. Mama akashindwa, kwani mzee hamalizi kuona mpira? Saa 7 imefika, saa 8 imefika, bado mzee hajarudi, TV bado inaongea. Si kawaida. Mama kwenda kuguza mzee. Mzee kumbi alienda, Sazili alimsikia amesema goal. Hiyo goal ilikuwa inafungwa mbinguni. Kwa sababu ndio roho yake nayo iliingia wapi? Iliingia kule. Sasa hatujui vizuri, tutauliza tukifika, kama ilienda upande wa Mungu ama ilienda huku kwingine. Masaa tunayo ya kufanya yetu ya hii dunia, lakini hatuna masaa ya kuja Adoration Chapel kuomba. Angalau hamwezi mkakesha nami angalau kwa lisali moja. Niambia hata Yesu akichagua Petro
Alimtazama na akamwambia, nifuate. Jamaa alipona zile samaki walishika ama walipata, alikuja akapiga magoti akamwambia, nenda zako Bwana, mimi kweli ni mtenda dhambi. Lakini Yesu hakwenda. Huyo amejitangaza wazi, mimi ni mtenda dhambi, hata sistahili kuitwa. Lakini bado Yesu tunasikia kwamba alimwambia, nifuate, kutoka leo utakuwa mvuvi wa watu, sio wa samaki tena. You know, the way God looks at us is not the same way we look at each other. God looks at the heart. For us, we look at the face. Ai, umeumbwa. Ninakwambia, ninakuona nasikia roho yangu ikidunda. Lakini hujaidunda wakati ambapo Yesu anainuliwa hapa. Saizo haigongi, lakini wacha uone mama amepita tu mbele hata kama umeoa. Rudisha macho kwa Yesu, wachana na hao wengine ambao wanapita, hao sio wako. Wewe linda imani ya nani? Linda imani yako. Umeona mzee amepita unasema, gai na rekoroda hikirio ni huyo. Furahia yule ambaye alikuoa, na dumisha ndoa yako vile ambavyo inapaswa kudumishwa, kwa sababu tunasema kwamba ni wewe ulijichaguliwa, haukusukumwa. Tumchague Yesu kama vile ambavyo, niambie, hata alienda akamkuta Yuda Iskariote, akamwambia kuna kizuri aliona ndani ya Yuda. Hakumuona mwanzo kama msaliti, alimuona kama mtu ambaye anaweza kaleta mabadiliko katika maisha ya watu. So that good that we see in others is the good that is supposed to move us and to help us always not to see the weaknesses but the strongest points and the strong willpower in that particular person. Mnataka kuniambia hata kijiji ya Father Jude hakukuwa na vijana wengine? Kulikuwa. Hata kwetu mimi huwa ninawaambia vizuri sana. Niliposema naenda seminary, dada yangu aliniangalia akacheka akaanguka. Akasema, ati unaenda wapi? Unataka kuwa nini? Nikamwambia mimi nimeamua nataka kuwa padri. Dada yangu tena akacheka. Akaniambia hivi, kwa sababu huyu ndiye alinipatia, hata ndiye aliasha moto ndani yangu sana. Akaniambia, wewe ukimaliza mwaka nitajua Mungu amekuita. Dada yangu alinipatia tu mwaka, na ni dada ambaye yuko nyuma yangu, kwa hivyo ninaweza nikasema kwamba pengine alinijua zaidi ya vile ambavyo nilijijua. Amenipa mwaka umemalizika, 2 imeisha, 3 imeisha. Nikarudi kwake nikamwambia, dada, bado napambana. Miaka ni ngapi? Mama mwingine ambaye alidhani nitachukua binti yake aliniambia, sio kama nyinyi uitwa, sio kama nyinyi. Unaona, sio kama nyinyi. Ningesikiliza huyo mama, nataka kuambia leo singekuwa padri, kwa sababu yeye aliniambia sio kama sisi huwa tunaitwa. Nikamuuliza, ni akina nani? Akasema hata kama sijui, si nyinyi. Nakwambia sikutaka kusikiliza hizo sauti zinitoe katika hii barabara. Hata wewe usisikilize sauti ambazo hazijengi, ni kubomoa tu zinabomoa. Achana na hizo, endelea kusikiliza hiyo sauti inayokuita. Na sauti ni ya nani? Ni yake Yesu Kristo, kama alivyomuita Mathayo, mtoza ushuru, watu ambao walichukiwa, walidharauliwa, walidunishwa, walionwa ni kama wasaliti. Huyu ndiye anayesaliti. Pengine wangekuwa hapa Kenya wangeambiwa hawa ndio wanaosaliti Kenya. Ndio wataki saa ifaulu. Mungu ni mwema. Ndio wataki saa isifanye nini? Isifaulu. Si tunakuja tunadanganywa. Leo enda Olkarau uone ile kazi ambayo inafanywa huko, ambayo ingeanza kufanywa 2022, 2023. Tunangojea mtu aanguke ndio tuweze kupeleka matinga kuonyesha watu ya kwamba tuko serious na ile kazi ambayo tunafanya. Wacha uchaguzi ufanywe. Project kama mahali ambapo itakuwa imefika, hapo ndio itasimamia. Na sisemi ya kwamba nina shida na kile kinatendeka kule.
lakini Mungu hukamilisha project zake. Aliwaita wale, alikamilisha hiyo project, unless mtu aliamua kwamba mimi hapana. Angalia wakati ambapo Yesu alizungumzia kuhusu kusalitiwa kwake, nani alikuwa kwanza kurusha mdomo? Ni Petro. Bwana, hata kama ni kutoa nafsi yangu, mimi niko tayari kufa kwa sababu yako. Kamwambia wewe, sema ni hesabu mimi. Ushaiona? Ni kama vile ambavyo, ndugu zangu, Arsenal ilifaulu kwenda finals za Champions League. Mimi nilikutana na watu, na sina shida na timu ya Arsenal by the way. Mimi sina shida. Lakini walivyokutana, ungekutana na wao baada ya kuchukua ligi ya Uingereza, walikuwa kisema kikombe cha pili kinakuja Jumapili. Jamaa mmoja aliniambia, kwani unioni? Nikamwambia, ninakuona, si ni wewe? Nione vizuri, sisi ndio tumechukua kikombe. Nikamwambia, unafanya nini Kenya? Ungekuwa kule Europa. Kwa sababu wenye walichukua wako kule, wewe unang'ang'ana hapa. Hawajui yale unaoniambia kule. Ni mimi tu ninajua nini unaniambia. Ndugu zangu, mpira ulipochezwa, kama kuna kitu kilinijenga, ni kuona Arsenal wakijaribu kuweka doria kulinda nini moja, nikaa kuzuia shetani, eti kwa sababu umesema masengenyo, mimi sitaongea tena. Lakini unakaa na watu wenye wana masengenyo, na unasikia vile ambavyo wanasengejana, unasikia kuna kitu kana kutuma, si hata wewe uchangie, hata wewe fanya nini, hata wewe changia. Sasa hawa walienda kulinda moja, unakuta 25% haijaishinda. Ni kama huyu baba ambaye alikasirika sana juu ya mtoto alipoona karatasi, tafadhali hii ni ya mwisho. Wajua shetani hapendi wakati mambo mazuri inasemwa. Na huyu baba alikasirika sana eti anafanya kazi kubwa na mtoto asomi, kwa sababu aliona karatasi ilikuwa imeanguka kwenye sakafu na ilikuwa imeandikwa 22%. Akasema, akaita kijana na fujo sana, akamwambia, sasa kumbe ninapoteza pesa zangu nikikusomesha wewe. Unaenda shule lakini hausomi, ni kurandalanda. Sasa angalia alama zile ambazo umeniletea. Bibi akasikia akiwa jikoni, akakuja akauliza, baba watoto, mbona unagombesha mtoto? Akasema, angalia performance. Hii ni karatasi ya chemistry, amepata 22%. Mama akachukua karatasi, akaiangalia, akamuuliza, umesoma jina? Umetazama jina? Hiyo karatasi ni ya nani? Na akarudishia mzee. Mzee kuifungua akakuta ni karatasi yake alipokuwa shule. Kumbe alikuwa ameweka hizi karatasi, akakuta ni wakati ambapo alipata kemia 22%. Mzee alishuka akasema, mtoto wangu, sisi tulisoma na mazingira mazito sana. Ndugu zangu, usijijaze kama hujafika mbinguni, usijiweke huko. Wacha tung'ang'ane. Ndio tumeambiwa kwamba nimewapa bure, fanyeni nini? Toeni bure. Toa upendo bure. Toa mashauri bure. Sikiliza watu, tenda yale ambayo Yesu Kristo aliweza kweli kutenda. Alisema, sikuja kutumikiwa, bali nimekuja kutumika. Hata nyie nawaomba sana ndugu zangu, acheni tuyatimize haya ambayo tumepewa siku hii ya leo, hasa kujua kwamba tuna jukumu la kutunza na kulinda kondoo zake Mungu Mwenyezi. Hata kama itatulazimu kwenda juu ya msalaba, nenda kule, tafuta nguvu kule kwenye msalaba wa Yesu. Na ndio nikasema, there is no better way of expressing the love of God and the far he can go because of you and me. Every time you look at that cross, angalia umbali ambao Mungu anaweza kaenda kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Na hivyo kama anaweza enda umbali huo, hata sisi tunaweza fika ule umbali.
Sambazeni upendo, kuzeni huu upendo, na tukisha kuza na kuendeleza majukumu ambayo tumepewa, tutakutana mbinguni. Mungu abariki, tukutaneni mbinguni.